mbinguni na amani duniani. Watu wenye mapenzi mema, utukufu kwa Mungu mbinguni na amani duniani. Watu wenye mapenzi mema, tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza, tunakushukuru Mfalme wa mbingu, Bwana wa pekee, Bwana wa Baba, Bwana. Utukufu kwa Mungu mbinguni na amani duniani. Watu wenye mapenzi mema, utukufu kwa Mungu mbinguni na amani duniani. Watu wenye mapenzi mema, unayeondoa makosa yetu, tuhurumie, tusikilize. Kumbe kwa Baba unapoketi, takatifu, tuhurumie Bwana. Utukufu kwa Mungu mbinguni na amani duniani. Watu wenye mapenzi mema, utukufu kwa Mungu mbinguni na amani duniani. Watu wenye mapenzi mema. Toka mwanzo mpaka siku alipowapa mitume aliyowachagua agizo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na kuchukuliwa mbinguni. Kwao pia alijionyesha kwa uthibitisho mwingi ya kuwa yu hai baada ya mateso yake. Kwa muda wa siku 40 aliwatokea na kusema nao juu ya ufalme wa Mungu. Alipokuwa mezani pamoja nao, aliwaamuru wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba mliyosikia kutoka kwangu. Yaani, Yohane alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku chache. Hapo wale waliokusanyika wakamuuliza, Bwana, je, wakati huu ndipo utakaporudisha upya ufalme wa Israeli? Akawajibu, si shauri lenu kujua nyakati kamili alizoweka Baba kwa uwezo wake. Lakini mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu atakayewashukia, na mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu na katika nchi yote ya Yudea, Samaria na hata miisho ya dunia. Baada ya maneno hayo, akainuliwa mbele ya macho yao, na wingu likampokea wasimuone tena. Walipokazia bado macho juu mbinguni alikoenda yeye, watu wawili wenye mavazi meupe walisimama ghafla pembeni mwao. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama na kutazama juu mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa mbinguni kutoka kwenu atakuja tena jinsi hiyo mlivyomuona akipaa mbinguni.
Neno la Bwana. Kuitikizana. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe. Bwana kwa mlio wa baragumu. Bwana kwa mlio wa baragumu. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe. Bwana kwa mlio wa baragumu. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe. Bwana kwa mlio wa baragumu. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe. Bwana kwa mlio wa baragumu. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe. Bwana kwa mlio wa baragumu. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe. Bwana kwa mlio wa baragumu. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe. Bwana kwa mlio wa baragumu. Enyi watu wote, pigeni makofi, shangilieni Mungu kwa kelele za furaha, kwani Bwana aliye juu ni wa kutisha, ni mfalme mkuu wa dunia yote. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe. Bwana kwa mlio wa baragumu. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe. Bwana kwa mlio wa baragumu. Mwimbieni Mungu sifa, mwimbieni sifa, mwimbieni mfalme wetu, mwimbieni sifa. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe. Bwana kwa mlio wa baragumu. Maana Mungu ni mfalme wa dunia yote. Imbeni wimbo wa shangwe. Mungu atawala juu ya mataifa. Mungu ameketi katika kiti chake kitakatifu. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe. Bwana kwa mlio wa baragumu. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe. Bwana kwa mlio wa baragumu. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe. Bwana kwa
La pili, somo katika barua kwa Waebrania. Kristo hakuingia mahali patakatifu palipojongewa kwa mikono, yaani mfano wa mahali patakatifu halisi, bali ameingia katika mbingu ya kweli, ili sasa amgojee Mungu badala yetu. Wala hakuingia humo ajitoe mara nyingi kama kuhani mkuu, anaingia mahali patakatifu kila mwaka mara moja, akichukua damu isiyo yake. Kama ingekuwa hivyo, ingempasa kuteswa mara nyingi tangu mwanzo wa dunia. Lakini sasa mwisho wa nyakati ametoka mara moja tu aifute dhambi kwa sadaka yake. Na kama wanadamu walivyoamriwa kufa mara moja na baadaye kuhukumiwa, ndivyo Kristo alivyotolewa mara moja tu ili kuziondoa dhambi za wengi. Mara ya pili atatokea si kwa sababu ya dhambi, ila kwa ajili ya kuokoa wenye kumngojea. Basi ndugu, tunayo fahari ya kuingia mahali patakatifu kwa damu ya Yesu. Yeye ametufungulia njia mpya iletayo uzima, ndiyo njia ya pazia, yaani mwili wake. Tunaye kuhani mkuu aliyewekwa juu ya nyumba ya Mungu. Kwa hivyo tungojee kwa mioyo minyofu na imani kamili, maana mioyo yetu imenyunyiziwa na kusafishwa dhamiri mbaya, na miili yetu imeogeshwa katika maji safi. Na tuyashikilie matumaini tunayoungama bila kusitasita, kwa maana yeye aliyetoa ahadi ni mwaminifu. Neno la Bwana. Haleluya. Nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi, asema Bwana. Tazama, nipo nanyi siku zote mpaka mwisho wa dahari. Haleluya. Somo takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka katika wafu siku ya tatu, na kwa jina lake ihubiriwe toba na maondoleo ya dhambi kwa mataifa yote kuanzia Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo haya. Angalieni, mimi ninawatumia ahadi ya Baba yangu. Lakini ninyi kaeni mjini hata mvikwe nguvu toka juu. Toka hapo akawapeleka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Tazama, katika kuwabariki alijitenga nao, akachukuliwa mbinguni. Wakamwabudu, kisha wakarudi Yerusalemu kwa furaha kubwa, na daima walikuwa hekaluni wakimsifu Mungu. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. Kufa kwa ajili ya hiyo Injili. Hawakushurutishwa
na kifo, hawakushurutishwa na mateso, vitisho, njaa. Na tusikia kwamba wengi wao walikuwa wanauliwa, wengine wakitazama. Wanatazama, mmoja anakatwa mkono, wanaambiwa mtaendelea kuamini, na mnaona mwenzenu tayari amekatwa nini? Mkono. Sio kama tumeona mmoja amekatwa mkono, si ndio? Anaitwa nani hapa? Ni kwa Andrea Kagwa. Nimeona hana mkono, sivyo? Na I'm very sure ataambiwa alikatwa mkono, wengine wakifanya nini? Wakitazama. Ili ambao wanatazama waweze kuona hii ni kitu ambayo itawaletea kifo. Lakini tutaambiwa ya kwamba kama vile walikuwa wanazidi kuteswa, ndivyo walizidisha imani yao kwa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani walichagua kufa. Na kisu na risasi. Unaweza pata tisho la changamoto za maisha. Wangapi wamesema nitarudi kanisa mambo yangu yakiwa sawa. Nitarudi kanisa, nitarudi imani yangu wakati mambo yatakuwa kuna mambo hayajaenda vizuri. Unaacha imani yako. Lakini hawa hawakuacha imani yao. Waliendelea mbele. Na walikuwa wanauliwa mmoja baada ya mwingine. Wengine wakitazama, wanaona, lakini walisema ni heri kufa kuliko kuiacha Injili. Inatukumbusha hivi karibuni matukio yaliyotokea kule Kenya. Tunaona ya kwamba ule padre Alois alikuwa kule upande wa Marakwet na kihubiri Injili. Alikuwa pia anapokea vitisho. Anaambiwa ya kwamba ni heri uhame kwa sababu utakufa. Hii vita za kutoa watu silaha katika nyumbani zao na kuwatoa silaha si kazi rahisi na sio kazi yako. Lakini tunajua Father aliendelea kunena, akasema we have to discern people mind and heart. Na hakuogopa mpaka akafanya nini? Akauliwa. Tumsifu Yesu Kristo. Huu ni ujasiri ambao pia ulikuwa na hawa tu ambao tumekuja kukumbuka katika pilgrimage yetu. Na agalau tugaiwiwe tuweze kupata ule mgao wa ujasiri katika maisha yetu. Si bure umekuja na mgongo hii, si bure. Na tuwe na tofauti kati ya wale wamekuja na mgongo ambao wamefunga safari, wengine wamekuja mguu, wengine wamekuja na gari, wengine walianza safari yao kitambo, wengine wamefanya jitihada sana kupata nauli, si rahisi. Tuwe na tofauti ya kiimani. Tafadhali uwe na mabadiliko, uwe na hiyo change, na uwe na hiyo spiritual nourishment. Usirudi Kenya vile ulivyokuja. Tumsifu Yesu Kristo. Kuwe na tofauti. Mtu akikuangalia hivi aone kweli ya kwamba wewe ulienda na mgongo. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua utakuwa challenge. Wewe unaongea hivi na juzi si umeniambia umeenda na mgongo. Kwa hiyo na mgongo haijakubadilisha. Yaani hakuna kitu kimechange kwako, na wakati umekuja ukiwa wazi zaidi. Hasira top notch. Matusi top notch. Nini top. Wewe kutokwenda kanisa top. Hapana, kuwe na mabadiliko. Jesus Christ, you'll have new energy ya kupambana na hali zote. You'll be nourished, you'll be fulfilled. Usikate tamaa, kwa sababu anatuambia niko nanyi mpaka mwisho wa nani? Mwisho wa dahari. I'll be with you, do not be afraid. Katika shireni hii tunakuja kurenew our faith and to tell Jesus that yes, we shall not be afraid, for you are always with us now and forever, and we shall never leave you behind. Nini? Makao. Na mahali ambapo nilipo mahali ambapo hata nyinyi mtakuwa. Kwa hivyo sisi tu katika kundi moja na Kristo. Usijitenge na Kristo. Na kuwa kundi moja na Kristo si kupaa tu, bali ni kuchukua na kuutwika misalaba ya maisha yetu ambayo ni mizito. Wakati mwingine familia zetu zinaweza kuwa msalaba, kazini kwetu tunaweza kuwa msalaba, na changamoto za maisha, lakini tuko na assurance kwamba I will be with you until the end of time. Jua ya kwamba
yuko pamoja nasi na ataendelea kukaa nasi na hata kuacha. Na ile baraka ambayo umekuja kuomba hapa, kwa sababu si bure umekuja huku na mgongo, na sio tu peke yake umefanya ukuja hapa na mgongo, ni kutafuta baraka na kuambia Mungu nizidishie imani. Hiyo baraka, kile ambacho nafaa kuwa nayo ni imani ya kwamba kile ambacho umeomba ushakifanya nini? Kipokea. Ushapokea. Na usitoke hapa useme kama vile Musa aliambia Mungu wakati walikuwa naanza safari ya kutoka Misri kwenda wapi? The Promised Land. Mungu, kama huendi nasi hatutoki mahali wapi? Hapa. Insisting, usitoke hapa kama unanuna. Kununa kuache wapi? Hapa. Mateso yaache wapi? Kukosa matumaini yaache wapi? Sisi tunaingia basi tukiwa na furaha, tukisema ya kwamba tumebariki. Sisi ni wabariki, wabarikiwa. Yes, uacha yote uyaache hapa. Ukiingia kwa basi, ukirudi sema Mungu amenibariki. Na ninaenda na hiyo baraka wapi? Na nitabariki wengi. Yote tunaachia wapi? Hapa. Matatizo yote tunaachia Mungu hapa. Namwambia wewe ndiye umetuambia nileteni yote. Leteni yote kwangu. Njooni kwangu nyinyi ambao mnasumbuka, na nitawapatia nini? Kitulizo. Sisi tumaini letu ni Mungu. Wewe tumaini lako ni Mungu. Wewe unajua yale unayoyapitia. Yaache yote, yamwachie Mungu hapa. Nenda katika hiyo shini, piga magoti, omba, inua mikono, sema Mungu, yote nimefanya nini? Nimekuachia. Najua ya kwamba utanitimizia. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu sio bure umekuja na mgongo. Tumsifu Yesu Kristo. Na maisha yako lazima yabadilike. Na mambo yako lazima yaende vizuri. Na baraka zako lazima ziongezeke. Na tumeondolewa, the president atakuwa ameondolewa, atakuwa pale pale tu. God is good. Hakuna Kenya imehamishwa, tunaletea ingine ni ile ile tu, lakini tuko na nguvu mpya. Na hata ukida kwako nyumbani, kuwa na nguvu nini? Mpya. Ukiwa katika maisha yako, fanya ukiwa na nguvu mpya. Pia uweze na kuwa na tamaa ya kurudi hapa kuhiji tena na tena na tena. Na yule Mungu ambaye tunaomba, tunajua ya kwamba atatutimizia. Maana alisema nitawabariki. Baraka zangu nitafungua milango ya mbinguni na zitawatiririkia. Cha msingi ni nini? Ni kuomba tukiwa na imani.